Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Mheshimiwa Suleiman Masud Makame amesema ziara yake ya kuwatembelea wafugaji wa kuku wa mayai inalenga kuwapa motisha na hamasa ili waendelee kukuza uzalishaji mkubwa wa mifugo. Hayo ameyasema baada ya kufanya ziara ya kuwatembelea wafugaji wa kuku wa mayai katika maeneo mbalimbali ikiwemo Pwani Mchangani, Pangeni, Selem pamoja na Hanyegwa Mchana huko mkoa wa Kaskazini Unguja. Na leo tulikuwa na ziara ya kutembelea wafugaji mbalimbali, lakini katika ziara yetu ya leo tutembelea zaidi wafugaji wa kuku. Tumetembelea takriban maeneo 5 ya wafugaji na tumeona juhudi kubwa ambazo wenzetu wamezichukua kwenye suala zima la ufugaji. Kwa kweli tuseme kwamba wanafanya kazi nzuri, wameitikia wito wa serikali wa kujiajiri, lakini pia kuajiri na wengine. Lengo letu la kutembelea miradi hii ya sekta binafsi kwanza ni kutaka kupata uelewa sisi kama wizara kwamba wapo wafugaji ambao wanajishughulisha na ufugaji wa kuku. Baadaye tutafanya ziara nyingine kuangalia wafugaji wa mifugo mingine kama ng'ombe na mbuzi na vingine kama hivyo. Tumeona jitihada zao na kazi kubwa ambayo wamefanya, na kuna miradi ambayo inatofautiana kwa level. Katika miradi hii wapo ambao wanahitaji kujiendeleza zaidi ili kuweza kufuga kisasa zaidi. Wapo kisasa lakini wanatakiwa waende kisasa zaidi. Mwenye kuku wengi mpaka sasa ambao tumetembelea tumeona kwamba ana kuku 10,000. Lakini projection yao wengine ni kufika kuku 100,000, wengine kufika kuku 40,000, wengine wanataka kwenda kwenye 60,000. Sisi kama wizara tunachokiona ni kuwashajisha na kuwatia moyo kwenye suala zima la ufugaji wa kuku ili wao sasa wawe ni kimbilio la wale wafugaji wadogo wadogo. Maeneo yote ambayo tumetembelea tumewaomba watakapoimarika zaidi waweze kusaidia kutoa mfumo ule wa contract farming, kwa sababu wafugaji wadogo wadogo, lakini wapo wafugaji wakubwa ambao watakuwa na link, wana mahusiano ili kuweza kuwainua wale wadogo. Sababu ili tuweze kufika mbali lazima walioko chini pia wapande juu. Ukiweka tu kwamba walioko juu wabaki wao peke yao, na wale wataendelea kubaki vile walivyo. Kwa upande wake, naibu waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Mheshimiwa Salum Sud Hamedi amesema wafugaji wanajitahidi kwa kiwango kikubwa katika sekta ya ufugaji na tayari wameanza kufikia viwango vya ufugaji wa kisasa. Hivyo amewahimiza wafugaji wote kutumia kikamilifu fursa zilizopo katika sekta ya ufugaji ili kukuza mitaji yao. Kwa hiyo kwa upande wetu tunawaasa wafugaji wengine wale ambao bado hawajaingia kwenye huu tunasema ufugaji wa kisasa na wenye tija, ambao bado wana kuku 200, 300, 1000, waje kwenye wizara yetu, wafike pale idara yetu ya mifugo, watapata maelekezo nini wafanye ili na wao waweze kuwa wafugaji wakubwa, kwa sababu lengo la serikali ni kumnyanyua kila mmoja na kuona anafaidika na kile anachokifanya, lakini pia jamii itakuwa na uhakika wa kupata hizo ajira pamoja na usalama wa chakula. Kwa soko kama soko lipo, kwa sababu ukiangalia idadi ya, kwa mfano tukizungumza kuku wa mayai, ukiangalia idadi ya tray za mayai zinazoingia kwa mwezi ni nyingi. Ukizungumzia kuku wa nyama, ukiangalia makontena yanayokuja ya kuku ni mengi. Kwa hiyo soko bado lipo na tumebahatika kuwa na uwekezaji mkubwa kwenye utalii. Hili ni soko la uhakika pia. Kwa hiyo nafikiri fursa ipo kwa wafugaji waongeze mashamba yao kwa maana ya mifugo ya kuku na mengine, lakini vile vile wachangamkie fursa iliyokuwepo ya soko. Na soko lile kitu kikubwa ni kufuata zile taratibu, kwa sababu unapofuga sio kila yai litakuwa linaweza kwenda kuuzwa kwenye masoko ya kimataifa ama ya kitalii. Kwa hiyo kuna habari yale ya magonjwa ya kuku, kuna habari
aina za bakteria ambao wanakuwemo kwenye mabanda wafuate ule utaratibu. Kama sehemu ya kuweka tunasema biosecurity, basi mtu afuate na aweke biosecurity. Ile inalinda mifugo yake, lakini pia inalinda kile ambacho kinazalishwa pale kuwa ni salama na hakina athari kwa mlaji. Naye mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya mifugo ndugu Asha Zahran Mohamed amesema matarajio ya serikali kwa wafugaji wa kuku wa mayai tayari yanaanza kuonekana kutokana na kuongezeka kwa uzalishaji hai, itakayosaidia kuondokana na utegemezi wa kuingiza bidhaa za mifugo kutoka nje ya Zanzibar. Kwanza kuwafikia wafugaji wote, tuwape elimu bora ya ufugaji wa kuku ili tuondokane na ule ufugaji wa kimazoea, tuingie ufugaji wa biashara. Kama tulivyotembelea wafugaji wetu wote tuliotembelea ni wafugaji wakubwa na wanazalisha mayai kwa wingi na kwa kibiashara. Matarajio kwa kweli tunaweza kuzalisha ndani, na tayari kuna kama mlivyokuwa tumeona kuna wafugaji wanazalisha kwa siku, kwa mfano mpaka tria 250 wanafika na wanaendelea, na kuna huyo anafuga 7,000 tu, lakini matarajio yake mpaka kuku 40,000. Wote ni wafugaji walikuwa na malengo ya ili tuondoshe ile uingizaji wa mayai kutoka nje ya Zanzibar, tujitosheleze hapa tujitosheleze badala ya kuingiza. Kwa ujumla, ziara hiyo imeonyesha dhamira ya dhati ya serikali katika kuwaunga mkono wafugaji na kuimarisha sekta ya ufugaji wa kuku wa mayai, ikiwa ni nguzo muhimu ya uchumi na usalama wa chakula. Mimi Madina Omar, lakini nyuma kamera ni Ali bin Haji.